Bali ndugu mtazamaji, karibu katika mfululizo wa masomo haya yanayokwenda kauli mbiu inayosema maelekezo kutoka kwa Mungu. Nichukue nafasi hii kukaribisha katika mfululizo huu wa masomo haya ambayo yatakuacha na baraka za Bwana, maana utajua kile Mungu anachokisema juu ya mahusiano. Mahusiano yetu baada ya dhambi kuingia yameharibika, na Mungu toka mwanzo alipanga maelekezo kutoka kwake mawasiliano yawepo, na ndio maana tunajifunza juu ya maelekezo kutoka kwa Mungu. Maelekezo juu ya kana familia, maelekezo juu ya afya zetu, maelekezo juu ya ibada ya kweli, maelekezo juu ya mahusiano. Kila jambo tunahitaji maelekezo kutoka kwa Mungu. Baada ya binadamu kuingia katika dhambi, tunahitaji maelekezo sahihi kutoka kwa Mungu. Maelekezo yamekuwa mengi, lakini leo natambulisha maelekezo kutoka kwa Mungu kama njia bora ya kuponya maisha yetu. Karibu katika mfululizo wa masomo haya, na Bwana akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Habari za asubuhi. Ninakukaribisha tena katika masomo haya yanayoendelea ambayo yanapatikana katika channel ya Mahubiri TV. Leo tena tuna somo la pekee ambalo naamini litakubariki ndugu mtazamaji. Na somo letu leo linasema nguvu ya mahusiano. Nguvu ya mahusiano ndilo somo letu la leo. Tuombe kabla ya somo. Baba yetu mwema na mtakatifu wa mbinguni, asante tena kwa siku ya leo uliyotupatia. Tumerudi tena kujifunza habari zako. Naomba tena uzungumze nasi. Maneno yako ya uzima yaweze kutubariki kwa namna pekee, ili uendelee kutubariki katika neno lako. Tunapokwenda kujifunza sasa, uwepo wako pamoja nasi, nami pamoja na anayesikia pia na kutizama mahubiri haya. Twaomba kwa jina la Yesu. Amen. Somo linasema nguvu ya mahusiano. Nitasoma katika Biblia takatifu. Somo letu linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, na ile sura ya 3 ile fungu la kwanza na kuendelea. Tutasoma hapo. Naam. Neno Bwana linasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambao walimuweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu wanaoingia ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akisema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kutoka kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akamwinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiomba, yeye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa mshangao, wakastaajabu mambo yale yaliyompata. Jambo la Bwana asifiwe. Kisa hiki kinanitia moyo sana. Petro na Yohana wanaingia hekaluni, ni saa ya kusali. Mlangoni wanamkuta kiwete aliyeweka kwenye mlango ili aombe sadaka. Na yeye akiwaona akawakazia macho, anatamani apate chochote.
kwa wanaoingia hekaluni. Na ndio maana wamemweka pale ili aombe sadaka. Wanaoingia humo ndani wampatie chochote. Kama ni chochote atakachopewa akaendeshe maisha. Nizamu ya Petro na Yohana wanaingia hekaluni kufanya ibada. Petro akimwona akamwambia, tuzame sisi hatuna fedha, hatuna dhahabu, ila tulicho nacho ndicho tunachokupatia. Tuna jina la Yesu wa Nazareti. Hicho ndicho ambacho tunacho. Na Petro akijua haya, alimwangalia kiwete akamwambia, mimi nicho nacho ndicho ninachokupatia. Nina jina la Yesu wa Nazareti, ndicho ninachokupatia. Na Petro akamwambia, kwa jina la Yesu wa Nazareti simama uende. Yule kiwete akasimama. Mungu akafanya miujiza kupitia maneno ya Petro ya uponyaji, yakaingia kwenye miguu ya yule kiwete. Uponyaji ukafanyika, operation ukafanyika, vifundo na miguu ya yule kiwete vikapata nguvu. Kiwete akasimama, akamshika mkono Petro, akamuinua, wakaingia wote ndani ya hekalu, akitembea kwa miguu yake. Haikuishia kutembea tu, akawa anarukaruka ndani ya hekalu. Na mle ndani walikuwemo waandishi, walikuwemo Sadukayo, walikuwemo wazee wa dini walikuwemo. Na kila siku walimpita mlangoni akiomba sadaka. Kila siku walimpita kwenye mlango, yeye anao akiomba sadaka. Hakuna aliyekuwa na nguvu ya kumponya kiwete. Mlawi aliingia, kuhani aliingia, wazee wa dini waliingia, Masadukayo waliingia, waandishi waliingia, na wengine waliingia kufanya ibada. Lakini hakuna aliyekuwa na nguvu ya kumwinua yule kiwete. Somo linasema nguvu ya mahusiano. Petro alikuwa ameona uwezo wa Yesu, alikuwa ameona miujiza ya Yesu, alikuwa ameona uwezo wake. Na ndicho anachomwambia, huyo niliyemuona akifanya vitu ndiye na kuamuru kwa jina lake simama uende. Aliyemponya sio Petro, kilichoponya ni uwezo wa Petro alioona kwa Yesu alipouhamisha kiwete ukafanya kazi. Bwana asifiwe tu wa Mungu. Hata asubuhi ya leo na siku ya leo, tukimwamini Mungu kwa kila anachokisema kinaweza kutendeka. Maombi mengi leo hayana mvuto kwa sababu hicho tunachokiomba hakina muunganiko na Mungu. Petro alikuwa ameona uwezo wa Kristo kwenye maisha yake. Aliona kifufua, alimuona Yesu akisimamisha watu wanakwenda kuzika. Akasimamisha yule maiti, akarudishwa tena hewani. Petro alikuwa ameona Lazaro amefufuliwa. Petro alikuwa ameona vitu vingi Yesu amefanya. Ndio maana namwambia, kwa jina la Yesu wa Nazareti simama uende. Nguvu ya mahusiano. Asubuhi ya leo, tukiwa na mahusiano na Kristo, tukiwa na mahusiano na Kristo, tukiwa na ukaribu na Yesu, tutafanya chochote ambacho atatuwezesha kufanya. Kama tuna mahusiano mema, una mahusiano mema na Yesu, yako vizuri, kile ambacho anafanya amesema tutafanya. Maana amesema, mkiwa na imani hata kidogo, mkiniamini lolote mkaliomba nitalifanya. Yako mengi tunayoomba leo hayafanyiki. Imani yetu na mahusiano yetu na Mungu yako chini. Yakiwa juu, hicho ambacho tutakiomba kitafanyika. Petro akamwambia, nilicho nacho ndicho nikupacho. Ndugu msikilizaji, una nini asubuhi ya leo kwa ajili ya ulimwengu? Ndugu mtazamaji, una nini kwa ajili ya jamii? Hicho ulicho nacho ndicho jamii inachokisubiri kutoka kwako. Petro alimwambia kiwete, nilicho nacho ndicho ninachokupatia. Nimeona jina na kupatia jina likamponya. Tulicho nacho ndicho ambacho jamii inasubiri. Tulicho nacho ndicho watu wanasubiri. Yesu anasubiri tulicho nacho tuambie watu. Tulicho nacho uambie watu. Petro akamwambia, nilicho nacho ndicho nitakachokupatia. Na kwa jina la Yesu wa Nazareti simama uende. Mahusiano yetu na Mungu yakiwa mazuri, cha kwanza, utakuwa baraka kwa familia yako, baraka kwa jamii,
baraka kwa ulimwengu. Hicho ulicho nacho ni nini? Ulimwengu wa leo unataka kuona ulicho nacho. Una nini? Petro anamwambia kiwete, nilicho nacho ndicho nitakachokupatia. Nina jina la Yesu wa Nazareti, simama uende. Na kiwete akasimama akaenda. Asubuhi ya leo ninakupatia matumaini, tumtegemee Mungu. Hicho ambacho tutakachokiomba kwake, kwa sababu tuna muunganiko na yeye, atatupatia. Na Bwana kubariki asubuhi ya leo, akupatie nguvu ya kumtegemea yeye, ili hicho unachokiamini kikafanye kazi kwa watoto wake. Na Bwana akubariki. Tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tumejifunza nguvu ya mahusiano. Petro alikuwa na mahusiano na wewe. Aliona ukifufua, aliona ukiponya, aliona ukifariji, ukitia moyo watu. Hicho alichokiona kwako nicho anachokihamisha kwa kiwete. Tunakuja kwako asubuhi ya leo, tusaidie kuwa na mahusiano na wewe ya kina, ili hicho ambacho utatupatia kiwe pia faida kwa ulimwengu, kwa familia zetu na jamii inayotuzunguka. Tunapokwenda kukutumaini sasa kwenye maisha yetu na mahusiano yetu yakiongezeka na wewe, ukitubariki kwa mambo mbalimbali, tusaidie kuwa na mahusiano ya kina na wewe, ili mahusiano yetu na wewe tutakachokiomba kutoka kwako ukabariki watu wako. Anayesikia na kutizama, mbariki na kumtangulia katika siku ya leo. Twaomba haya kwa jina la Yesu. Amina. Tumesikia mbiu